Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Kijijini kwao Musa kulikuwa na ukimya mzito. Siku 3 zilikuwa zimepita tangu familia ipokee taarifa iliyobadilisha kila kitu. Musa alikuwa amefariki kwa ajali ya gari akiwa safarini kikazi. Hakukuwa na mwili, hakukuwa na ushahidi wa macho, lakini taarifa ilitoka kwa mamlaka. Mama yake Musa alilia hadi sauti ikamkauka. Baba yake alikaa kimya, macho yakiwa tupu. Kijiji kizima kilikusanyika kwa mazishi ya ajabu, mazishi ya mtu ambaye hakuonekana. Watu walinong'ona, inawezekanaje mazishi bila mwili? Lakini familia ilikuwa haina nguvu ya kuuliza maswali. Mke wa Musa, Asha, alisimama karibu na kaburi tupu akishikilia tumbo lake. Alikuwa na mimba ya miezi 5. Ndani ya machozi alijiuliza, ni kwa nini maisha yalikuwa na ukatili huu? Usiku uliofuata baada ya mazishi, kitu cha ajabu kilitokea. Saa 7 usiku, simu ya Asha iliwaka. Namba haikujulikana. Alipojibu, sauti ilisema kwa sauti ya chini sana, Asha, usiogope, mimi bado niko hai. Simu ikakatika. Asha alitetemeka. Alidhani ni ndoto au labda stress. Lakini dakika chache baadaye ujumbe ukaingia. Usimwambie mtu yeyote. Kuna watu walitaka nife. Hapo ndipo ukweli wa kutisha ulipoanza kujifunua. Musa hakuwa amekufa. Alikuwa anakimbia kitu kikubwa kuliko kifo chenyewe. Lakini ni kina nani walitaka Musa afe? Na kwa nini kifo chake kilitangazwa kabla hajafa? Katika sehemu ya pili, siri nzito ya biashara haramu, usaliti wa karibu na uamuzi mgumu wa Musa itafichuliwa. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Typhoon Film TZ. Asante.